Kwa jikoni na uko na mimi hapa Alasi Genge. Mix ulizosikia ni za DJ Corporate, DJ Slava, and panding mwingine akona It's Kabagazi. Na check social media platforms zetu at Triple P TV, naona mnajiwachilia mko wengi, naona Henrik, Sylvia, Pascal, DJ Moas, DJ Savi, Sala, Lighter, DJ Big Up, DJ Lighter. So zidini kujiwachilia pale, but sasa wacha tubonge kiasi. Our topic of the day. Kuna trend imekuwa ikiendelea sana na najua labda nitapigwa na mawe kiasi, but lazima tuiongelee. Mapenzi hivi. At least hii January imeisha. Ijakuwa miezi 2 in 1. Imekimbia, tunaona tunamaliza. So sasa hizi tuko kwa mode ya kuanza kupati. Hiyo safi sana. Kabla turudi kwa muziki, kama alivyosema Alasi, tufuate kwenye social media Triple P TV pale Facebook na Instagram. Alafu mimi It's Kabagazi, Slava the DJ pale Instagram pia. Bonga na sisi baadaye tutakuwa tunawacheki Instagram, tunasoma some of the comments mtakuwa mnatuma. Acha turudi kwa Slava, alafu baadaye tutakuwa tunabonga. Au sio? Set moja kali ya DJ Slava, usipime mwanaume Naiboy. Alafu hapa nimesimama bado na madem na kuna jamaa kule nyuma. Baadaye nitakuwa naongea nao. For now nataka niwarushe ile side. DJ Shiti naona ameketi pale na wasanii, alafu na Alasi pia. Inakuaje huko jamaa? Hapa huko kwetu kwa, huko kwetu poa, huko kwenyu vipi? Huko tuko poa. Kukwema huko. Yeah. Tunashukuru. Alasi. Yes. Tukiendelea na story ambayo ulikuwa unaniambia. Yes. Tulikuwa tuna introduce wasanii hapa. Yeah. And nataka ujue in the building saa hizi security ni tight. Security ni tight. Yes. Pale popote mtu anaweza umia. Mtu anaweza umia. Kama simu, yes. Nini hakuna mtu ambaye anaweza chukua. Hakuna mtu anaweza chukua. Nimesema hivyo juu tuko na Gamare in the building. Salimia watu mzee. Ni aje. Amindo Gamare kizazi. The penetrating electromagnetic radiation. Inakuaje? Fiti sana. Sasa hiyo ukienda kwa show pia unaweza kana watu. Hapo ndio upcoming wao mnatupiga pia ngoma. Sio upcoming anafundisha watu kitu ngumu. Kwa nini? Kwa show. Kwani na kitu ambacho kiambia watu wanajua. For example tu. Jameni, usipime mwanaume. Nikisema jameni mnajibu usipime, lakini ushaenda mahali upcoming anakufundisha kitu ngumu. Nikisema baba yake alienda akarudi, mnajibu akarudi. Nikisema akarudi akajibu But Gamare uko tu sawa. Naambia watu kwa nini nimesema security kwa tight. Juu watu labda hawajajua kwa nini nimesema, but najua wewe umenifeel. Yenyewe. Gamare si msanii tu. Yes, Gamare si ule msanii tu. Okay, Gamare yako na vitu zake zenye anafanya. Kama. Okay, Gamare anafanya na ulinzi wa taifa. Ulinzi gani? G4S. Yaani Gamare kwa kifupi ni ako kwa Kenya Defence Forces, yeye ni soja. Ndio hivyo sasa. So kwa hivyo tuko sawa. Tuko sawa. Hapo security fit. Tight. Ushaangalia kabisa kuna bomba. Yaani fiti kabisa. Yaani uwepo wangu usijali. Hapo sawa. Ilikuwaje tena ukaamua juu hatujaona wengi. Sasa wewe ni mtu kama 3, tunajua Samido, tunajua Quach, na sasa tunajua Gamare. Ulifikiriaje kuanzia muziki? Okay, muziki nilikuwa nafanya. Before nije job, muziki nilikuwa nafanya. Na nimefanya ngoma kadhaa. Lakini muziki kitambo ufike Nairobi inakuwa ngumu. But mtaani kwetu kuna ngoma kadha zilikuwa. So mimi sijaanza muziki leo. So mtaani wanatambua. Mtaani wananitambua. Na siku hizi mnaruhusiwa kuimba. So unasikia majeshi kuna vile ufai. That's why nimekuja. Ndio kwa sababu nafikiria watu wengi walikuwa wanauliza ati kando na vita ni gani nyingine tunajua. I think nilijibu. Nilijibu kando na vita kuna mengi tunajua. Hatujazoea kuona mjeshi akiimba Gengeton. Okay. Hamjazoea muona anaimba, but nafikiria mmezoea mkiona wamebeba manishani ya dhahabu. Tukimwangalia the likes of Helen Obiri. Bado ni mtu mzima. Sindio? Bado ni mama yetu. Na tukijaribu kuangalia rekodi ya Kipchoge, kuna mjamaa wetu pale alikuwa pale rada sana. Anaitwa Kiptanui. Kiptanui alikuwa pacemaker pale mkali sana. Swali yangu ni hii swag yote juu kwa swag up kiusanii kabisa.
tukirudi kazini pale Vita hivi unaacha nini ama bado hivyo nazo na mimi kwa mjuu? Okay, hii usanii ni kitu kingine kama nika football tu, talanta kama ingine. So hizi vitu unaweka ndani, ukifika job ni job. Yaani wira na mengine. So hapa sasa umekuja na mic nini? Ya sasa niko kwa mic sasa. Umeacha kwa camp? Ya sasa hiyo vitu zingine nimeacha huko. Sasa niko raia mwema sasa. Mission yako ya last ilikuwa wapi? Actually hizo ni vitu trick. Tuongelee music. Hizo ni tricky sana. Tuongelee music. Hizo tuongelee music. Tuonge muziki. Hatuwezi jua hiyo kabisa, hata tukitaka kujua hizo hata kidogo tu, kwa sababu hizo ziko tukiona KDF kitu ya kwanza kitu nakuja kwa akili yetu ni yuko yaani mbona Vita, najua tu mkiona wale wasee mbona ati ni Vita kadhaa. Yes. Lakini tuongelee music. Sasa ndio nakuja kuongelea music. Watu wameishi kuuliza fulani anaweza fanya music, fulani anaweza fanya music. Juzi tulikuwa na headmaster anafaa kukuja hapa. Ni headmaster wa shule fulani, tutamleta hapa karibuni. Headmaster mzima na anaimba gengeton, unaweza amini? That's why mimi Gamarei kizazi kama mimi nimefika kuambia kuwa kando na Vita kuna mengine tunajua. Na sasa ndio tunasema hata huyo headmaster tulimuuliza, kando na kuchapa wanafunzi hatuwajamaliza homework, ame-unpack, sijui hajafunga tai, unaimba bado ni headmaster. Tena ngoma yake ya kwanza ikianza unasikia taniua. So Gamarei una insist tuongelee muziki. Wacha nikuulizaje, una balance aje basi muziki na hii kazi nyingine? Sababu sasa hivi nitaona nikikuuliza hiyo kazi uko utaki kuiongelea sana. So una balance aje? Okay, kikazi na muziki ni vitu vingine tofauti. Unajua kuna matime ya job na kuna time ya kuwa unakula tano. As in time ya kuwa wewe uko tuseme unakula sapa. Yeah. So naona music si kitu ngumu sana vile, ama sijui ni mimi ama juu nikao tu shairi. Na before nilikuwa malenga sometime back nikiwa high school huko. So naonanga tu mimi kwangu naona kawaida, mbona naona kuandika mistari kupata 30 minutes kushuka huko, shuka hapo nje kidogo, studio iko hapo, kurekod hivyo na music iko sawa. Angusha mistari kidogo. Yani ukija kwa muziki Gamarei niko hapo. Marapo ananiogopa kama habari za kifo, nitesoja msanii kama kithibitisho, unaezongeza afande kama kitambulisho. Back 2014 RTS walinijua, nilichana misari yenye vina vya kishua, nilijua nitatusua ndo maana nikekania. Wahenga walisema penye nia pana njia, wapo manoti zangu wanotaka kunisikia, na muda sasa ushafika muziki na achilia. Mapambe na mahaters basi pisheni njia, muda sasa umefika, support inahitajika, nipeni muda kidogo nitakuwa msanihitajika. Ongezeni sauti kwenye hiyo speaker, msikie mistari taratibu inaposhuka kwenye huu muziki na kufika mbali. Kipaji na bidii sio za lila mentali. Shitu na shangaa. Vipo kuna swali? Nina swali. Nauliza swali moja. Kutoka Garbatula mpaka Mogadishu naangusha mistari, naangusha bomb. Alasi una swali? Mimi nina swali, lakini swali yangu inaenda kwa Cool Mal. Acha tumsikie pia. Sasa mimi napenda upige collab na msanii mmoja tuko naye hapa. Anajulikana kama It's Kabagazi. Pige gengeton moja. Alikuwa anaimba muziki wa Bongo Flava, wataalianzia taarabu, akaimba muziki wa Kimombasani. Siku hizi anaimba gengeton. Kisa kiwimbi. Man. Yes sir. Vipi bana? Niko fresh bro. Kwa nini ulijiita Kisumu? Okay, mimi ni king of Lakeside, yani king wa Kisumu region. Unaona kitu kama hiyo. Kisumu kwote. Bali ulijiita. Si hadi nilijiita baze, unajua like Kisumu imekuwa without a king for many years. Ukipata Mseka Jua, yani king wa genge, Rabbit ni king wa sijui kankaka. Alafu ukikuja pia huko Kibichi. Kisumu imebaki wazi maze. So unajua mimi na represent Lakeside, sasa nimesema acha nikae king wao. At least nikikaa king wao nitaleta wase wengine pia. Unajua king lazima kuwe na wafuasi.
na wafuasi wake. Kama unajua hiyo Kingdom iko too strong sana. The last time uliperform Kisumu ilikuwa lini? The last time nimeperform Kisumu ilikuwa hii mwaka ikianza, between last year na this year. Si unajua hapa ninaongelelea? Yes. Nilipasua hivi katikati. Okay. Yeah. Na show ilikuwa fiti sana, wa Kisumu wote walikubali. Na wakajua kumbe naweza toa watu, na watu pia wakiamua kufanya kazi wanafanya kazi mzuri sana. Yes. Yeah. Ngoma zako mob sana nikiangalia ni kuhusu madem, na sio madem tu. Unasifia sana madem. Unasifia sana mabinti ambao wana Mbona? Unajua music huwa na vitu kaa 3 ine hivi. Ya kwanza unaimbia kitu ile unaona na venye unaipenda. Hiyo ndio wanga majority. So unajua like mimi mazee nimezaliwa na dem. Like my mother alikuwa dem. Si saa hizi ni mother. Like my wife pia ni dem. My daughter pia ni dem. So unajua mimi nimezaliwa na dem. Si madhangu akiniza shiti madhangu back then alikuwa kitu I can't lie. Nikiangalia na picha zake mimi sema swali kuzaa kama hajachukua ID. Alishachukua ID yake na alishachukua. Sababu mimi madhangu alichukulia ID kwa budangu. So unajua hiyo ndio sijui kama kitu unajua hiyo chunga sana. Budaka na kona nika sponsor hivi ama? Budaka na ka sponsor. Wali unajua kitambo watu walikuwa wanaoana wakimaliza shule tu wanaoana. But mimi madhangu alimaliza shule akaanza job. Ndio kamit na budangu kwa job. Yeah. Kali. So that's why unapenda kuimbia. So okay, si ati napendea, alafu najua pia mimi upenda love. Love is just a beautiful thing, even though sometimes ina hurt sana. Inafanya wase wengine wahatika. So unajua like mimi upenda love. So unapatanga most of the time pale unaweza ukiona mbinti, for example nikiangalia ngoma yangu ya Bendito ilitoka back last year. Bendito nasikia naambia dem baby Bendito, the way you give me a key, you make me lose control. Macho nanita kwako motuti usijenia changongongo. Alafu pia kuna zigo. Sasa zigo unajua sasa kuna binti yule sasa tuseme ameibeba ile excess. Na sasa ndo nataka nikuulizaje ndo turudi kwa muziki kidogo. Yes, ufikiri ukisifia sana mademu wakubwa, mademu wenye labda hawajabarikiwa na mwili kubwa wanaonekana wanyonge. Sasa ni kama mmewaweka mnawa degrade or kitu kama hiyo. Nikisema alivyoacha zigo nyuma. Unajua kila mtu ako na zigo yake nyuma. Kuna zile zigo tupienga, alafu kuna ile tukatikati, alafu kuna ile bonge la zigo. Unajua ile zigo hata kitembea unashindwa wewe amechukua mpaka ya jirani. So unajua niliziweka pamoja juu singe differentiate ati kuna zigo fulani na zigo fulani waelewa. So that's why nilisema tu alivyoacha zigo nyuma. So hata pia wewe ukimbia demo wako na akona tudogo ako hapo mbele yako namwambia tu alivyoacha zigo nyuma. Sasa kuna mtu pia ana wimbo yake pale ile upande mwingine anajulikana kama Kabagazi. Kabagazi una yapi hapo kusema? Inakuaje? Ya fresh, shukran bana. Naendelea kucheki kwa jikoni. Watu endelee kuongea social media kama kawa Triple P TV Kenya, Instagram na Facebook. Au sio? Kwa hivyo sijui kama kuna watu wameanza kuongea huko. Watu wanaongea sana. Kwanza nimepata leo watu wako wa Kenya Masu wameingia kwa mpigo sana hapa. Sasa wanasemaje? Nikiangalia namuona Fellow Slime anasema moto sana. Michael Pro anasema niambie nini watu saa hii. Namuona Morris 047 anasema #Kabagazi. Alikona anasema shitigo tea Kabagazi ni Shanton Fib. Kabagazi ulituma watu. Money has been poured. Kabagazi. Weekly anasema we happening very very bad. Sawa. Yes, na Shiti akiendelea kupitia hizo nini naweza taka labda watu wanaweza kufuata wapi kwa social media platforms zako? Mal. Okay, first kwa everywhere ni Cool Malk Da King. Everywhere, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Cool Malk Da. Sana ingia hapo YouTube, watch ngoma, share, then kindly subscribe my YouTube channel. Alafu unapata like I have a manager. Anasema kuna do e-month tunaingia ya February, kuna do anamwaga. Mtu yote akiingia pale hiyo month peke yake, hizo wiki ine atakuwa anapeana 5,000 kwa winner every Friday. So ukiingia hapo kwa YouTube uingie kwa channel yangu, uangalie hiyo zigo.
line yote itakubamba, comment ama comment kitu yote tumefanya kwa hiyo video imekubamba ama haijakubamba. Hiyo kitu inaweza kupatia 5000. Hii wiki peke, hii month peke yake utapewa. Nice. Alafu Instagram nimekwambia kila mahali ni Cool Mark everywhere. Yes, Gamari. Okay, Gama. Facebook page tunaenda pale ni Gamari Kizazi. YouTube Gamari Kizazi. Twitter G Kizazi na Instagram ni Gamari Kizazi. Yaani kwa Twitter umechoka. Nimechoka. G Kizazi. Unajua Twitter ndo kuna watu serious wa ambao wajui nini KOT. Watakufanyia ile kitu. Sawa. Ni vile. Tukiendelea, kumbuka pia unaweza jiachilia at DJ Shiti _comedian, It's Kabagazi, at DJ Slava, at Alasi Genge, na pia Hashtag kwa jikoni. Yes, at Triple P TV Kenya. Najua Slava kuna ngoma mpya ya Cool Mark. Turudi kwako. Hapa niko nataka kucheza ngoma ya Gamare, then cheze na Cool Mark. By the way, Cool Mark tumetoka naye far sana. Najua kuna wasee wanafikiria labda ni msee anapenda kujipush. Acha nipatie na credits kwa wale watu wanajua Steve Kipande. Kama unajua Steve Kipande lazima ujue Cool Mark. Napenda wasanii wenye wanapenda kujisukuma. Msanii lazima ujisukume kabla hujasukumwa. Lazima ufanye kazi kwa rahisi kabla usiwekee watu mzigo yote, au sio? Yes. Fanya vile mlifanya kwa ni Mogandisho. Come back kwa jikoni. Show ambayo inakuja kila Jumatatu kwa the biggest, yani the leading entertainment station in Eastern Central Africa. Inajulikana kama Triple P TV. Na leo tumekuwa na mwanajeshi vile mmeona, tumekuwa na King of Kisumu. Tulidhani ni self proclaim, kumbe alicrowniwa, ameapishwa. Watu wa Ubunga, watu wa Upper Railways, watu wa Roberto huko, watu wa hizo mitaa wapi, lakini walimcrown. Nimeona Nebula anapiga hiyo story. Nebula ulikuja ukapotelea Nairobi, tutakusaidiaje? Rudi nyumbani basi. Ukirudi nyumbani utakuwa king. King Nairobi. Tangu lini president wa Kenya akaishi Sudan? Lakini kwenye mjengo leo Alasi. Yes. Tuko na watu wazito. Yes. All the way from county 001. Yes. Na wote majina wako na something in common. Yes. Dogo. Wote ni dogo. Dogo na uko na bibi na watoto ndugu yangu. Unajua ukianza unaanza ukiwa mdogo hivyo. But tunapokuwa ile ni brand haitatoka. Hata kubadilisha jina inabaki kwa sababu dogo imekuwa ni pesa, kuibadilisha tena kuanza kitu kingine kipya na ngumu. But imekuwa na ndevu nini. So dogo rich. Dogo rich, but na hiyo aka rich name. Mombasa vipi? Kwa majoto tu. Kama kawa. Watu wanalala beach siku hizi. Kwa hivyo nikienda Mombasa nimenunua sweta yangu kazi bure. Kama kawa, yani kule sasa hivi kuna joto jingi sana. Lakini tumezoea sasa huko kule. Shukuru Sasa. Alafu Shiti show nakwambia ni Kenya mzima. Show ni Kenya mzima. Tulikuwa na KDF, tumekuja Mombasa, tumeenda first Kisumu, Mombasa 001. Sasa tuende kwa dogo mwingine wa Kericho. Kericho pia kuna dogo. Ndio huyu sasa. Sasa ni watu dogo Charlie kutoka Kericho huyu. Yes. Alitrend sana na wimbo ya Januari. First and trend na ya Diamond. Tua. Ndio niliona. Achana tu. Kuna ile alitrend na Diamond. Sasa ametrend na nyingi basi. Mimi nikimwona mara ya kwanza. Nilishindwa ni joka mgani huyu? Mpaka Diamond ama Rayvanny ilikupost. Ni Rayvanny. Ilikuwa Tetema. Kaifanya Sitima. So utaki kuchoka, unataka tu kuharibu wimbo za watu. Hata si kuharibu, ni yani kuzifanya zikuwe bora zaidi. Mtu aimbe alafu uchukue wimbo wake ni imarishe kabisa, kuepoa kabisa. Kwa hivyo kuna vipengele fulani Rayvanny alikuwa hajafikia. Kulingana na mimi. Yaani siku hizo ukiimba bongo atakao unatoka Kericho all of a sudden unakuwa Mswahili. Leta Eli na msumbua kulingana na mimi. Nasema kweli. Nisema kweli. Nani Limi ndio mzito. Sawa. Salimia watu wa Kericho. Kericho kuna mtangapi? Mimi najua watu hapo kwa chai.
Kwa chai na Kericho secondary. kwa chai kwenye unapata Kericho secondary. Kericho Day. Kericho Day secondary, kuna Kericho High, kuna Kabianga, kuna Moiti Girls. Gorofa ndefu kabisa Kericho kuna ni ngapi? Ndefu kabisa. Kuna ya 32. Ya? Sinendet Tower. Ya ngapi? Ziko ngapi ati? Ziko 32. Oh. Nasikia 32. Umemanage kuponyoka city hapo. Yaani hata uingishe ubongo bado tu gale na. Inakuja yenyewe yani. Oh Miss Best. Ni kama ukienda Greenspan. Oh Miss Best. Greenspan kuna wale ndugu zetu ambao wameingia pale River Road wakafanya mambo ya mikorogo hivi. Sasa ukifika pale ni Wakongo kabisa. Lakini duve. Amortisele ya mudei. Washa speaker na washa microphone. Tunakula locaste ndani ya kitu hapo. Kidogo steam ikipotea, sikia joroga wewe neke man. na kurudi ndio. Sasa tupige story na Dogo Charlie kidogo. Tukujue zaidi. Sababu tumekuona tu ukitrend vile Shiti amesema umekuja tu pap ukaona hiyo Sitima ukaona Wilipol sijui tukaona nani. Dogo Charlie ni nani? Dogo Charlie ni msanii kutoka Dogo Charlie kwanza majina yangu kamili ni Charles Akisha, msanii kutoka Kericho. Nimezaliwa Kericho, nimelelewa huko. Nimekuwa huko. So mimi niliamua kuingia muziki. Kimuziki mimi nafanya covers na maparody. Lakini sana sana ni parody. Nataka watu wavunje mbavu kidogo, kina DJ Shiti hapa. Hata wewe alasi. Na nini ilikufanya ufikirie okay start andika my own composition so acha nikimbie na hii parody? Nini ilikufanya nikiwa kwanza nikiwa shule nilikuwa nikipenda sikuwa nikitunga ngoma zangu. Nilikuwa nikiperform za wasanii wakubwa so hii ni tabia yenye nilikuwa nayo tangu shule. Hii tabia kanishika hivyo. Nikaona niendelee nayo. Na sikupata ni mbaya, nikapata mafans wangu wamependa, wamefurahia nikifanya hivyo. Nikaamua nitafanya kitu yenye itafurahisha mafans wangu. Sema kweli inatufurahisha na inakuwa noma sana. Nashukuru. So wewe ni comedian. Kama unaweza trend na kazi ya mtu bila adabu. DJ tusiishi hivyo. Shiti. Tunaweza sema wewe ni comedian. Comedian but kimuziki. Sasa kimuziki. Ya kimuziki. So nikupatia mic nikwambie stand up comedy tuchekeshe itakuwa ngumu. Hapo kweli nitachemsha. Itakuwa ngumu. Yes. Dogo Rich. Majanga. Majanga. Wewe kila pahali unaenda unavuruga. Kidogo hata hapa tutaogopa unaweza tuvuruga. Unajua msanii ni kioo cha jamii. Sometimes tunaburudisha. But kuna things that happen kwa society, sisi ndio tunafaa tuziongee. Na watu wanakuwa waoga kuziongea, na tukiziongea sisi zinaonekana ni rahisi kutekelezwa. Yes. Yeah. Mombasa sasa hivi umewasha moto sana. Ndio. Moto amewasha Mombasa. Tuambie umewasha kwa nini na ni moto ni moto. Ni moto aina gani? Umezoea tu kusema umezoea kusumbua watu hapa kwa ofisi eti upload rekeshume na nisema kwanza nilifanya majanga part 1. Niko na address issues za wasanii. Muziki majanga. Muziki majanga unaonekana kwa TV daily lakini unaishi maisha ambao sio. Umesema unaonekana kwa TV daily lakini unakia tu pea moja. Exactly, vitu kama zile. Unakuta msanii ana jina kubwa, anakosa usafiri pia, unakuta anapanda matatu, vitu kama hizo. Sasa si msanii wanakula fare. Tutarudi kwa topic of the day. Unajua si kwamba ufai lakini una image yako pia kujijenga ni vizuri. Ukienda kwa mahali umeitwa show. Ukienda na gari, price yake itakuwa tofauti na unaenda na miguu. So image in short. Ndio nasema vitu kama hivyo. Ukawachana na wasanii ukaingia siasa. Wengine walibadilika, wakanunua magari na wanaona faida yake. Unaona? Sasa kama msanii, mimi nimeita msanii show, si ndio? Alafu msanii amefika na baadaye after msanii kuingia tu kwa gate hivi nasikia ikilia ikienda. Hiyo ina ubaya gani? Sasa kuna watu wengine walikuwa wafanye hivyo. Mimi ni what if amekusababu tuko na producer fulani mkubwa kabisa na ana gari ndio lakini sana anapenda kutumia zile bajaji za sports. Rafiki yangu Jilo anazihitaji zile. Zinaitwaje zile? Ndudhi. Si ndudhi. Zile za zile wenda mbio.
speed whatever. Speed sport bike kama inaitwaje? Tuziite hivyo. Inakubalika. Na huwa anaiendesha sana. Na watu ambao leo wanasema producer mkubwa na anatoka Athi River na speed bike. Yeah, bora ni usafiri wake. Unajua that's the only thing ambayo kuna address kwa watu. Bora ni una usafiri wako mwenyewe. Shaona kuliko kupanda matatu, kusafiria nini vitu kama hizo hazijengi. Kitu nyingine atinapatikana ati msanifa yake iko chini na ama msanii unaweza panda mate alafu watu wanakujua wakaamua kwa mfano mzee leo tulipie bwana mimi na kucheki daily kwa TV unajua alafu hauna hizo na labda msanii anapenda kiti cha ndio maana wasanii wanapenda kukaa kiti cha mbele kama ni matatu ila hapo mbele ile ukiambiwa lipa unalipia tu wawili ukiambiwa lipa unalipia wawili so ni issue nimekuwa nikiaddress lakini hii majanga part 2 iko na address issue za county yetu kila mtu ana county yake na tunashukuru sana governor wetu Joe amekuwa akisupport wasanii sana katika sijaona kaunti nyingi zikifanya hivyo lakini Mombasa kwanza ile tukutane Mombasa kuna vitu zinaendelea kule na Joe amekuwa akisupport wasanii sana na tunashukuru but kuna things haziendi vizuri venye sisi tunavyotaka kama wananchi ambao tunatoka kaunti yake. Mimi kama msanii nikaona ni vizuri niziwakilishe. Uwe mwana harakati. Kwa sababu watu wananungunika huko nje wanasema Joe analeta wasanii wa bongo, Joe anafanya nini? Wana vinawakera na wanakosa kuvielezea. Na unajua sisi ndio wapigaji kura, wa bongo wapigi kura. Sasa so apart from ati wa bongo hebu sikia hiyo. Umesema wa bongo wapigi kura na Mombasa. Wapigi kura. Nyinyi ndio mnapiga kura. Sisi ndio tunakufana Joe wakati wa kura na kila kitu. Sisi kama ni matiagas tunazikunywa sisi, tunazikula sisi. Wale jamaa waoga hawaoni hizo vitu kama hizo. Unajua ukisema hivyo mtu anaweza keti aangalie aone ni kama ni uchungu nao sababu wewe labda haujashirikishwa wasanii wa bongo ndio wameletwa. Wacha nikwambie kitu kimoja. Kwanza mimi sitegemei county kabisa kwa sababu mimi nimekuwa nikiperform show nyingi tu. Corporate show na show nyingi naenda napata shows nyingi na katika miji tofauti. I think last show yangu ilikuwa Kakuma. Shaona. Na nashukuru kwa sababu lakini I think kama msanii ambaye nimekuwa pale kwa miaka mingi kuna shida zinaendelea. Kama hatutatengeza sisi njia wale wanaokuja pia watapata shida hizo. I think tajia shida kama mbili. Ndio hizo zenye umehighlight kwa New York kulikuwa kuna show Kibarani. Kuna wasanii wanafanya vizuri sana kutoka kule kina Masauti. Kina Kelechi, kina Susumila, all the likes of very many artists wanafanya vizuri. So mimi kina Chikuze nilikuwa naonelea wale wasanii ningewaona kwenye ile show ile kubwa kabisa. Na mimi nijaribu kufuatilia baadhi ya wasanii na kama pengine walikuwa na show mahali tofauti. Wengine walikuwa hawana. Na kuna wengine walitoa budget na zikashindikana. Lakini tukifuatilia sana unaambiwa pengine msanii alikuwa ametoka nje amelipwa almost 1.3 million. Ambayo utajengaje msanii wako unajua? Kwa sababu I believe ukimjenga wako kesho utakuwa unajivunia. Haina maana kwa sababu nilisikia kwamba ameitwa Masauti. Adhini na kwa si vizuri haujamjenga kama wewe governor tena anajengwa na mtu mwingine unajua. Hata kama ni wewe alafu baadaye mnamuona na ana prosper alafu hujamjenga wewe. So nafikiri nilikuwa ni kitu ambacho kilikera watu kwenda kwa wanaviongea na kuna vitu tu baadhi ya vitu viko deep sana. Nikivielezea kwa ndani nitachukua time nyingi. Nafikiri watu watasikiza muziki alafu watasikiza kwa nini. Sijui kama Charlie Kericho kuna governor anafanya ama hata si governor siasa muziki koje Kericho. Siasa ya muziki ni ujisimamie peke yako hadi utoke. Kuna support yoyote tunapata kutoka kwa county government. Kuna Kericho Got Talent. Kericho Got Talent nani ndo si county haijawashika mkono. Si county haijatushika mkono kabisa. Tell us more about it. Hii ni kitu ambayo unajua pengine wewe ndiye hajakushika. Hayo kuna wasanii wameshikwa. Tumekuwa tukizungumza na wasanii wa Kericho. Huwa tunaongea tunapatana tao tunapiga story again. Mali wao mnakosea kama wasanii. Acha nitetee county kidogo tu. Ingawa county inatenga vijana. Naelewa kitu wanasema. Bila umoja hakuna vile gava inaweza kuwasaidia ama county ama kitengo chochote kile. Ama nimesema vizuri? Kwa sawa. Unaona? Wasanii wanaambiwa shikaneni.
mkuje watu, kwa sababu hata sheria huwa ni watu washikane watu wa 6, si ndio? Ndio loan itolewe ama ndio vitu kama hizo. But wasanii wanataka waende peke yao. Peke yake hivyo mtu mmoja. Tujaenda. Acha nikwambie. Mshaishikana kama wasanii wa Kericho ndio hawa fulani na wewe mkaenda wote kwa county. Tumeshikana mara kadhaa. Ndivyo. Kile tunaambiwa tukienda kwa kwanza tulianzia chini. Kienda kwa MCA anakuambia tutashughulikia, hivyo ndio anakuambia tutashughulikia hiyo story. Kichukua next step uende kwa ofisi ya gavana. Ni same anakuambia tutashughulikia. Na sasa mko wote. Tumechagua representative sababu mwezi kubaliwa tu kwenda wote. Tumechagua representative ambapo ni msanii. Wasanii wote. Hapo ndio mnakosea sasa. Kama representative ni msanii pia anaenda kuomba video. na audio. Hapana. So hii ni issue yenye tumekuwa tukishughulikia na hakuna support, so ni msanii anapambana mwenyewe. So how did Kericho Got Talent come up ili kujaji sasa? Kericho Got Talent hii sasa hata haijaanza, ndio tuna plan kuanzisha like sisi studio yetu ya Lion Media tuko na vifaa tuko na studio, recording studio, tuko na kamera za kushoot video. So hii ni ombi tu ambayo wasanii kutoka Kericho waliomba sisi kama Lion Media, yani hii ndio studio kubwa kule Kericho, iwasaidie. For example, kama kuna msanii tutakuwa tunafanyia video moja free pamoja na audio tunawafanyia, alafu tunaona venye watasaidika. Sure. Yes. Hii ilitoka kwa msimamizi wa Lion Media anaitwa Nicholas Langat, na director anaitwa Weasley Wizboy, yuko mjengoni pia. So hii ni story tu, alikaa chini wakaona wasanii Kericho kuna venye hawasikilizwi yani na hawa viongozi ama na county. Wakaamua tu hivyo ndio wataweza wasaidia. Inaanza lini na mtu anafanyaje tulikuwa tumeplani anze early mwezi wa 3. Hauhitaji aulipi chochote. So kenye tutafanya tutaweka posters, alafu tunawaambia kwenye tutakutana, sababu lazima ujue yenyewe huyu ako na talent, anafaa kusaidika. So kutakuwa na watu wenye watakuwa anaweza hawezi, so like wakisema anaweza huyu tunamchukua. Ni kama unasema isikuwe ni mob, mtu atabeba, kwa sababu kama ni mob mimi ndabeba group yangu pia nikuje nayo hapo. Dogo Richard toka hapo. Hata kama ni mob lazima kuna vinye si wote watakuwa wanawajua. Alafu kutakuwa na judges. Sasa kitu tutafanya tutakuwa tunarudi upande ule mwingine. Yes. Watushughulikie na topic of the day. Shughulikie na topic of the day. Na nikiangalia namuona corporate DJ anajulikana kama DJ Slava. DJ ambaye amewacha inaitwaje? Amewacha ila ndogo mara nyingi. Yes. Ukiwa huna 50,000 jamani tafuta DJ mwingine, kwa sababu yeye ameteseka sana street akiuza mix zake, amezisukuma sana. Kuna wakati ashafukuzwa nazo akiambiwa ni mbaya, lakini kwa neema Mwenyezi Mungu amefika mahali ambapo yuko. Na kando yake tuko na kijana kutoka Kilifi, kijana ambaye amekanyaga Mombasa mara ya kwanza 2018 hata sio Triple P TV, akienda roadshow yuko ipata fair. Kwa jikoni bado tuna kikosi hapa, tuko tunaongelea watu ambao hutumiwa fair alafu hakuja. Acha tubonge na ama boys hapa. Inakuaje bro? Umesikia story ushaitumia dem fair na kamanga? Ulifanyaje? Nimwacha tu. Ushaipatana tena after hapo? Zai. Anyway, shout out kwa watu wawili wale wanakucheki kutoka home. Ryan, Morris, Michelle. Alafu hujatuambia jina bro. Naitwa Gili. Yeah. Shukran bro. Inakuaje hapa bro? Fiti. Jina? Naitwa DJ Malo. DJ Malo. Umesikia Slava? DJ Malo. Umemsikia? Hiyo story unasemaje bro? Ukitumia demo akule, mwambie kama ulitaka kusaidika ungeomba. Ndio, wewe ushaituma? Mara mingi, lakini akikula anakuja. Anakam lakini atakula. Akikula na mtu mwingine. Shout out basi watu wawili pale chap chap. Na big mafans wangu Emba Nairobi zima. Watu wanapata wapi social media? At DJ Malo Kenya. Safi. Ama Pande Kisgo. Safi. Wacha tuongee na watu wanakula fare zenu bwana. Mambo? Sana. Jina? Talia. Ushakula fare mtu? Mara mingi sana. Kama mara ngapi hivyo?
mingi tu. Kwa hivyo ukiomba mtu fare ushajua huyu akituma na kula ama ina baadaye ndo na decide. No, akituma pesa mzuri naenda, akituma pesa kidogo so mbili siendi na kula tu. Shout out kwa watu wawili wale wanakucheki. Fred, Toto, Betty, Liu, Faridi wote. Wambia wanacheki kwa jikoni. Jikoni mtona shiti pale, mtona kabagazi na DJ Slava. Bro hapa mambo vipi? Fiti. Kwa jina Naitwa Wycliffe. Kutoka Gedho. Safi sana. Ushaituma fare mahali? Nishaituma. Kukaendaje bro? Alikula lakini alinipata kwa mlango yake, niliishia kwake. Alafu ikakuaje? Si ikakuwa tu hivyo. Anyway, shout out watu wawili hivi bro. Na big up Tony, Buzz Energy Company CEO, Brayo hapo, Brian Brownskin, na kina Amo, na mafans wangu wote. Safi. Naona kuna mabiti fulani bado wamebaki hapo. Njoo karibu, mambo. Unakaa poa sana. Karibu kwenye show. Jina? Baby Diana. Ushaitumia fare? Ukakula ama ulienda? Sikula, sina njaa. Hiyo safi. Anyway, shout out kwa watu wawili wale wanakucheki. Mom, dad, bro na Rex Road. Unatoka mtaa gani? Huruma. Safi sana. Hapo nyuma dada. Mambo? Poa sana. Jina? Moyena. Moyena. Wewe umeshakuwa mwenyeji, si ndio? Ushatumia fare hivi? Mara nyingi sana. Ukakula ama ulienda? Hakuna hata moja ulienda? Shout basi watu wawili pale wale wanamcheki. Mamangu wote wananiwatch. Safi sana bwana. Slava? Yo. Unasemaje huko social media? Social media kumewaka hapa. Naona lighter amewasha moto hapa anasema tuned from Dubai. And then kuna jamaa pia amesema tuned but nimepata ikiwa katikati anaitwa Fidel Music. Then kuna jamaa pale hivi anaisijui ni jamaa ama vipi ama ni dem. Anajiuliza is any of you single? Sitakula fare. Kati eno verse nani na nani kachana na. Sasa sijui anatuuliza sisi ama anauliza magirl dem. Nashukuru sana labda ni mimi na hawezi kushika. Shitisi ndani anaweza kwa hiyo. Anyway tuendelee. Kuna mwingine ananiambia na Feli Mungai hapa anasema big fan of the show, big up Alasi, main crush. Alasi umesikia? Alasi. Nitatuma. Naona watu wako nini, mwingine anasema nilikula fare cause nilikuwa nimesota na nina cravings. Thought food was better than company. So kuna zingine hapa naona zinazidi kuingia. Big up Kabagazi and DJ Slava, always looking fine. Shukran sana. Huyo ni One Love Africa Cake. Basi kabla tunini labda turudi kwa music kiasi, alafu baadaye tutaendelea kuongea na. Sasa hizi nataka kucheza huyu jamaa wa Kericho kidogo hapo. Kuna hii nyimbo tulikuwa na pekua hapa na Alasi hapa. Ikabidi tutafute huyu jamaa. Naweza sema sasa hizi ni king of parody. Wacha tusikize ngoma yake. Safi. Sana DJ Slava. Hiyo set ni moto sana. Naona watu wamechangamka men. Ndani ya kwa jikoni Triple P TV. Ule upande mwingine tuko na wasanii Dogo Rich pale. Alafu pia tuko na jamaa fulani kutoka Kericho. Alasi. Yo. Unakuaje huko? Hapa kwa jikoni kwanza social media feedback kiasi. Kuna Facebook page Triple P TV Kenya. Naona Andrea from Nyeri, Kingongo, Maximum GK loud and clear, Gotea DJ Shiti sana I say. Kuna Frank Amenya from Kisii, kuna Prince Nganga from Thika, tuko tuned from Rudy Music from Bio Justin, alafu wako wengi tu sana. Kuna Juza amesema alipenda huyo Soja sana, anatupata live akiwa Kisumu. Yes, and of course topic of the day ni kukula fare. Watu wamekula fare sana and pia naona imewasha moto. Naona kuna pia mwingine amekuja na opinion tofauti, anauliza mbona madem wasijipatie fare? Mbona lazima watumiwe wakule? Na Dogo Charlie na Dogo Rich. Haya pia social media hapa. Naona pia kuna watu wamechangamka sana. Yes. Namuona Bizuizi 254 Angela jina za Instagram. One Moha Ali Mohamed 2995 Miti Zioki Chebet Mon anasema Dogo Richi endelea hivyo. Aendelee wapi? John Basea anauliza good evening na watch saizi.
Naomi Kuria pia anasema yuko pale hewani. Yes. Kabla tuendelee, nataka kujua, je, hawa madogo washaituma fare ikaliwa? Tuanze na wewe. Mimi fare nishatuma sana bana. Na kwanza kabisa, mbona unatuma fare? Natuma fare akuje bana, hata yani tupate tu time at least. Unajua akiwa mbali una miss, kuna ile kummiss. So angalau nataka akuje. Kericho kwanza ni baridi. Yes. So wewe unatuma fare, anatoka Nairobi, anatoka Mombasa ama anacheza local? Alikuwa anatoka kama huyu wenye wamenikulia fare sana wengi ni wa Nairobi. Wa Nairobi. Warembo wa Nairobi hatari. Karibu Nairobi. Ni hatari sana. Yes. Dogorichi? Si Dogorichi, ni Richiri. Dogo na ameoa jamani. Anachoma brand picha. Ni ile. Mimi nishaliwa fair but kitambo. Sasa hivi hawawezi hawawezi jaribu. Wanagaramika. Mtu ushaliwa fair. Na mimi nafikiri mjanja tu. Kumbe mshamba. Hakuna mjanja wa janja. Mimi pia niliingia chuo cha kike. Hivyo lakini sasa hivi wanalipa wao. Au sio? Aswa saizi ambao umewasha moto. Washa naeneza. Ulifikiriaje kwanza kabla tumalize? Januari. Ulikaaje? Ulikuwa ni timing ama nini? Januari hata si timing. Timing ni ingoma ilitoka kitambo, ni parody ya Extravaganza ya Sauti Sol. Yes. Soul Generation. So mimi nilikaa tu chini. Nilikuwa nimeboeka kwa studio. Sasa nikakaa nikafikiria round hii nitoe ngoma gani nyingine. So nikakaa mimi deal na current situations. So nikaona sasa tuko Januari, alafu wase walikuwa wakikuja studio saa walipi, walikuwa wanataka kurecord kwa deni. So nika try kurelate hizi story. Ni Januari wanasema watalipa Februari, meaning Januari kumewaka sana. Yes. Nikakaa chini nikaandika wimbo, nilifikiria tu wimbo yenye inaweza ingiana na nikataka wimbo yenye itaenda pole pole, yani story yenye kila mtu ataelewa, mashosho, kina babu nini. So nikakaa nikaona Extravaganza vile inaenda pole pole. Hata nyanya yangu akisikia wimbo ataielewa. So nikaamua kupita na Extravaganza. Umetaja studio ni ile tunajua Lion Media. Yes. Yes, iko wapi? Lion Media ni studio bomba, hiyo ndio studio poa sasa hizi kule Kericho. Iko Kericho county base inaitwa Litein ni town but under Kericho county. Hapo Litein tuko 2 Point Plaza. Second floor. Yes. Nikitaka kuwapata na labda niko Nairobi, ni book session na nafanyaje? Kuna namba ya kupiga? Ni rahisi sana sababu kuna namba yetu ni 0780 359 180. Rudia tena pole pole. Kwa Kiswahili. Wacha mambo ya wakale kutoka mbele. Rudia pole pole. 0780 wacha kwanza mtazamaji achukue kitabu na kalamu. Hata alikuwa anapika. Ni kama hata alikuwa anapika. Zime gas kwanza. Nafikiri amezima gas. So ni 07 80 591 80. Irudie kwa Kiswahili. Irudie kwa Kikale. Mimi hata si mkale. Arudie tu kwa Kikale kwa sababu watu wa Kericho hapo angalau waone. Hapo ndio sijui kwa kusema kweli. Sasa hiyo itakuwa ngumu. Wanaelewa Kericho imebeba kabila tofauti si wakale peke yake. Tulipenda tu kwa sababu ya enyane Kalenjin. Haya. Tunakuja kwa Dogorichi. Richiri. Richiri. Sasa Richiri. Una studio full. Unajua ni mwanaharakati. Revolutionist. Mtu ambaye anapenda unajua revolutionist huwezi kaa naye. Hata leo tutakaa naye hapa siku moja utasikia tu kuna vitu vinaendelea pale PPP ambavyo inabidi nivieke kwa mistari. Revolution itaanza siku sasa wewe studio yako ni gani haswa? Mimi nimeweka na watu kibao tu lakini kuna mahali unatoka. Dallas Records under producer MD. But mimi nimefanya nyimbo nyingi. Nilikuwa gengetoni yetu. Ulidance Jerijo KRG? Mbaya sana. Jerijo alitushika sana zile enzi. Sasa kama kawa tuko kwenye jikoni, ndani ya jikoni, inaitwa kwa jikoni.
Hii show yetu kwa jikoni. Yeah, man. Ndani ya the leading. Sasa ubaya tuko jikoni na tuko njaa. Shiti lakini nini unafanya? Leo tunapikia muziki. Umekuja siku mbaya. Januari. Ni Januari. Birthday 47. Na vile mnaona kwa nyumba tumetembelewa na KRG The Don. Logos. Yeah, man. Hebu sema zile vitu zako unasema. The baddest thing around to the whole world know that. You know, so we now hide and talk. We are open up and chat straight to the top and we now go down and chat. Huyu ni wewe, Red Sun, Waire, mmetuiba kwa muda mrefu sana. Wajua wanarudiaga tu hizo vitu. Baada wakiona nitakuwa notice wanaweka 254. We give them, we call them 254. Na pia hapo kando tuko na Mzito. Mtu hatari. Edu Fashion. Mimi ndio nimesema mtu hatari alafu unasema Edu Fashion. Kamera nyumbani pale. Hebu ambie wewe ni nani? Unafanya nini? Unatokea wapi? Mimi ni super stylist wapi? Kutoka kule diaspora. Sisi ni wale wakali kwa mavazi. Sisi ndio tunapiga pamba. Diaspora ni nyingi, hata Bongo Dar es Salaam ni diaspora. Diaspora kule kutoka Kajiado, Rongai. Ngata Rongai. Kwa kina super corporate DJ. Sorry. Tulisema no, anaishi Karen. Hello Karen. Sisi tunatokea pande ile. Unajua wasanii wote wanaishingi Karen. No, wasanii wote wanaishingi Karen kwa Instagram. Lakini local. Karen yenyewe kwa Instagram wasanii wanaishi Runda Karen. Lavi kubahatisha. Lakini kwa WhatsApp video call ndio unaweza jua mahali. So mimi ni super stylist. Super stylist. Yes, umevalisha watu kama nani hivi? Sisi tumevalisha watu wengi. Brand yetu ni Edu Fashions. Is the leading brand right now. Yes. Yeah. Nimeipenda hata mimi. So sisi sasa hivi tumefanya kazi. Nakuja mnivalisha ni wa post. Yeah, si ati wasanii washaikuambia hivyo. Tumesikia hizo story muda mrefu sana. Ati ndakuvalisha unipost. Unamvalisha mara 5. Bwana anataka kupost. Anataka kutag Instagram. Anataka kutag Instagram na kuna 2000 followers. Inaleta likes 3. Kweli najua tumefanya kazi muda mrefu. Na mmepost watu, mmepostiwa watu wengi sana. Na mmepostiwa. Na tumetagiwa sana. Hatujapata hiyo. Anyway, tumefanya kazi kutoka 2010, tumefanya kazi na wasanii wengi sana. Wanaojulikana kwa industry wengi from way back. Kutoka enzi za Kalif, kina Jua Kali, tumefanya kazi na kina Waire, tumefanya kazi kina Jegede, tumefanya kazi ni wasanii wengi sana. Wasanii wote ambao wanafanya kazi na Big Dreams tumefanya kazi nao. List ni mrefu. Wasanii wengi sana wanafanya kazi nao na Kalif. Tumefanya kazi nao pia. Tumeanza enzi za kinaogopa DJs. Kitambo sana. Sasa enzi za Kalif. California. Yes, your time. Sawa. So since then 2010 onwards, sasa ni tuna celebrate 9 years in the industry. 9 years. Yes. Yana hata mmeshinda Gengeton na umri. Gengeton imeanza kitambo lakini the official year tuseme ni 2018. Siti kumbuka umekaa na msanii anafanya Gengeton hapo. Nashangaa jamani. Matajiri pia wanafanya Gengeton. KRG. Ilikuwaje ukafuse dance na Gengeton? Unaelewa nini kuhusu Gengeton? Kwani Kindukulu na Kishash na Mangeus na Kemanguna. Enzi yetu Shash ilikuwa inaitwa Mbidho. Sijui siku hizo wanahitaji Kabagazi. Inaitwa tu bado Shash. Sasa tuko naitanga Ndom ama Kindukulu ama Boza. Unakumbuka hiyo Boza? Boza hiyo ni ya mtu wa kuiuza sasa. Fulani anauzanga Boza. Nani anauzanga Boza? Boza ni wakati ishakufanya mjinga ndio unaita Boza. Wakati ishakukosea heshima. Wajua ukienda Ocha watu wakitumia kitu ambao si vizuri, vijana jamani muachane nayo, muache miadarati. Lakini ni story tu. Wengi wakitumia wanaisifu. Tena wakati nasikia tu ni story tu. Nasikia wakati imebaki ndogo hivi ndio unasikia. Nasikia tu. Wanashika na toothpick. Wakati imebaki ndogo hivi lakini hiyo kitu ni mbaya kweli. Unaambiwa kuna ndefu Colombo saa hiyo lakini ile ndogo ndio inapiganiwa. Wenye walikuita dawa uliwatibu.
Wenye walikuita kinyesi uliwachafua. Na uko hiyo ni kusikia tu. Nasikia tu story. Sasa inashangaa inaharibu vijana mtaani huko. Unajua imeharibu watu wengi wenye unajua hata wewe. Wasanii wengi. Imeharibu wasanii. Kuna wasanii tunawajua kwa industry. Tulikuwa nao. Imewaharibu kwa sababu unajua bangi na njaa pia zipendani. Lazima kae na moja. Umeshiba. Huwezi vuta bangi na sasa ndio maana tunataka Gengeton iende level nyingine ambao kina Sailors wameipeleka. Yes. Si ndio? Msanii wa Gengeton lakini yule Sailors Yaani unaweza fikiria kama hujaambiwa tuseme kama usikii Kiswahili uambiwe ni dema anaimbiwa what are they singing about? It's a love song. Oh, let me listen to it. Kurugushukaragasha. Udema anapendwa kweli ama ni matusi jamani? Anapiganishwa na love. Anapiganishwa na love. Wajua Gengeton wanageuza mapenzi na kuwa wamegeuza ni ngoma ya mapenzi. Ushasikia mstari ziko kwa hiyo ngoma ndani sasa ukianza kuisikia vizuri. Ati hebu ni wimbo mapenzi alasi inafaa ikuaje? Nipatie tu lines za mapenzi, msichana anaambiwa lines za mapenzi. Vile unafikiria? Vile mimi nafikiria. Bongo labda. Ningekuandikia barua. Kama hapo kitambo lakini sasa natumia hii nafasi ya wimbo ni kweli. Kumbe unafahamu sasa Gengeton hiyo kurugushukaragasha kishaisha dema anaanza kuambiwa. Sasa unajua dema sana anaanza kuambiwa. Lakini utapata wana relate nayo hivyo. Macho kuna ile anasema macho kaa chupa sijui nini wewe ni msupuka nonsense. Lakini for understand pia generation yenye iko sahi ni different. Sio ile yenu ilipitwa na time. Ni different sahi. So saizi dem kwamba wewe ni msupuka nonsense ndio inabakisha. Ndio sasa labda kama ndio na wabamba mademo sahi. Wewe pia unaimba Gengeton. Yes. Lakini sijafanya Gengeton kama genre yangu ile main. Sio kama msanii wa dance. Ongea kama msanii wa Gengeton saizi. Unajua Gengeton ni design yenye wase wana like. Wase wakini wanajua amechoka na job, amesumbuliwa huko amekaa kwa traffic. So ni vibe kali. Sasa wanasiasa wamewasumbua the whole time, economy ni mbaya. Wana time ya kwenda kusikiliza sijui hizo mapenzi sijui nini. Yeye anataka tu kurugushukara kakampum wamelala akule amechoka juu. Lakini sio wasema bangi na njaa azipelekani. Of course, basi unajua inategemea. Sasa unasikia huyo direction Sailors wanaenda siko sawa. Iko tu sawa na ama zote tu ziko sawa. Zote ziko sawa, inategemea na ni time gani. Wewe sikiza vitu kama hizo pia asubuhi ukiamka unajua sasa unasikia direction yako ni gani? Wewe kama KRG. Mimi kama KRG naweza sema wajaribu wa clean content kwa sababu kuna generation ina come next after sisi. Unajua na ni watoi wanapenda hizi vitu sana. Unajua Bahati upenda kitu kikuja, Bahati anapendaga sana. Ngoma ikikuja napenda Bahati by the way sana. Bahati msanii mzuri sana. Ngoma ikikuja style yote ikikuja anarukia wana fuse nao pamoja. Yes. Sasa hujasikia hii ni siri tu nawaibia. Yes. Bahati walipiga collab na Uchungulo Family wakafika mpaka kwa studio. Sasa Bahati tena story yangu nalia mama kama kuna kana mama yangu. Sasa unaweza semaje story ya msanii wa gospel pia waingiane na Gengeton? Okay, unajua Gengeton ni genre yenye wewe una describe aje Gengeton? Gengeton ni kama genge ya kitambo ile ilikuwa inafanywa, imefanywa sasa saa hii na design ya kileo. Una get? Ni genre tu bilani ni vile una address yani wase, unajua? Unaongea na yani unabonga sheng na una tell story yenye vitu zina happen saizi Kenya. Una get? Si idea mbaya. Ni audio Moranga nimekaa na mandoo. Nishaivuta kimbicho nikaspenkiwa gidho. Yeah, by the way nimeget. Si hivyo sasa unajua wewe unachukua tu zile mbaya. Anachukua ana highlight zile ana highlight zile mbaya. Lakini KRG umejulia wapi Gengeton kitu ya mtaani wewe mtu wa uptown? Pia mimi mingle na mimi mix na watu wote unajua. Mimi utokelezea mtaani sometimes. Mtaa gani? Mimi tembea tu Ngong Road kuna mamtaa. Kuna huko kuna mtaa iko hapa inaitwaje
KRG ni wale wa aki tuliteseka tukiwa wadogo, kuna siku tulikunywaga chai bila sausage, tuliteseka. Mimi nimepiga separation yangu pia. Sinasema tu ukianza kutuambia ati kuna labda tumuulize kitu anaweza relate nayo. Juu umetuma fare. Ushaituma fare? To discuss topic of the day kiasi. Ushaituma fare? Ikakulwa. Kutuma tu kwanza. Tuma tu fare. Nishalipia msee Uber. So ni unalipa, si hautumi alipe. Mabinti. Umetuma fare ngapi hapa Nairobi? Na kitambo niliwacha hizo vitu. Nasikia sasa KRG yake amepandisha, yeye ni wa Uber, ni wa kuweka mtu kwa Uber. Nilituma fare. By the KRG tunakumba tutano na discipline nimepata. Kabagazi wanatuma fare ya basi. Jamani, unatoa mtoto wa watu Rongai kwote na jam tena anatuma late. Ameamka late. First ameamka late. Anatuma fare late wakati wa jam. Na amekazana kabisa basi upande ndudhi. Alafu Edu nasikia wanataja Rongai hapa. Na wewe uko hapa. Rongai tumetoa tu mfano. Wametoa mfano, lakini unajua watu wana describe Rongai kama place mbaya. Lakini ukiangalia watu wengi corporate industry wase watu hapo umetoa eka LI. Rongai ni place poa sana by the way. Unajua kama umezoea huku uptown huwezi jua. Acha tu assume Kabagazi anaishi Thika Road. Kabagazi. Muulize ametuma na fare Athi River. Na ni late. Mtoto watu wakae tu Kamagera tena, unajua shida matatu. Wakikuja wakifika Cabanas tena wauzwe kwa gari nyingine. Hiyo nyingine imegeuka. Hiyo nyingine imegeuka. Tena shikwe na polisi hapa Nyayo Stadium. Unaona? Kabla afike town yeye ajima pia town. Yani amechoka. In short, una try kusema watu wakulefea ama awacha wakulefea jamani. Juu ungesema hivyo natumalizie Kabagazi. Nasikia umetajwa sana hapa kuhusu fare. Nasikia jamaa ati nilipe, unajua ni mkost kwanza. Ati nilipe Uber kutoka Athi River mpaka hapa. Elfu ngapi hizo? Sio wajua today tu kama wanajilipia wanakuja. Umemsikia dogo amesemaje? Wale watu wangapi? Siku hizi wale watu wangapi jamani kwa muaminifu? Wengi sana. Basi mix kidogo alafu tukirudi tutarudi. Slava the DJ. Fanya vile ulifanya Masai Lounge. Yes, of course, kama ni Monday from 8 to 10:30 unajua ni kwa jikoni Triple P TV and tumekuwa na show fiti hapa and Shiti alichelewa lakini akaingia hapa na tumecheka yetu yote and of course kama kawaida at Triple P TV Kenya kwa social media platforms zote at Alasi Genge at DJ Shiti _comedian at It's Kabagazi and DJ Slava. Shiti yes, unasemaje hapo na KRG the Don? Hapa KRG bado anazidi kutuingisha box. Mimi nilikuwa na swali kwa KRG before hata tuendelee. KRG amekuwa kwa muziki. And of course akona label, akona studio. Ambayo imeleta wasanii kadhaa. Imeleta wasanii wengi vizuri sana. Yes. Akiwemo nani? Akiwemo ule msanii anajulikana kama Aroboy. Yes. Aroboy ni msanii ambaye ametoka kwa label ya KRG. Na pia kuna msanii mwingine ambao KRG atakuwa anatueleza zaidi kumhusu. Unakataa kuwa demi yangu naenda kwa mrogi. Taka. Sasa Alvindo. Swali yangu kwa KRG. Sasa nataka uongee sasa kama CEO wa studio, wa record label. Unaongeleaje wasanii sababu umekuwa na cases kadhaa za wasanii. Unaongeaje kuhusu kusaini wasanii wengine wanachomoka? Hiyo issue inakuaje? Unajua okay, first of all label yetu inaitwa Fast Cash Music Group. And then unajua ni movement nilianzisha kwa sababu ya kupivwe kwa wasanii wenye walikuwa naona kama ni wadogo sana, walikuwa hawatiliwi maanani na media houses back when we were starting. But all in all tulisha try and tuka get errors na tukaona zingine succeed. Na mimi na tell tu artist yote mnataka kujoin any label, when you're going there go with a clear motive, you know.
Yani you already know what you want to do in life. Na kama unataka kwenda kutumia wase upate fame ama upate away kupenya alafu watoke, usijaribu hata cause hautaenda anywhere kwa sababu music industry ni kidogo sana, ni ile tu unajua. Utapata clout leo and then kesho ukiwatoka udhani umepenya. Ni phone call away, wanafunga tena milango zote, unarudi tena na kuwa upcoming tena. But akishakuwa start tena unarudi unakuwa watu wengi tumewafanya tena amekuwa upcoming kwa sababu ya ile behavior yenye walikam nayo ama ile ideology yenye walikuja nao, walikuwa na roho chafu ama idea chafu. But tukikam kufanya job, unajua mimi nimetoka kwa keja yangu, nimeenda kufanya music, nataka ni make it better for myself and the people I'll be working with. Mtafungwa milango mingi sana na zingine zitakataa kufunguliwa na zingine zitafunguka, mtaomoka nyinyi wote, unajua. Ukifanya research about music si kitu mtu anakuanga anajua mimi nita produce how much music in 1 year ama in 10 years ama in 20 years. You never know. Unaweza come ngoma ya kwanza hit and then zote zingine ziflop. Ama unaweza fanya hata ngoma 9 ya 10 ndio kufungulie milango. Alafu mdishi nyinyi wote, unajua. Alafu you never know is the hottest artist. Paka ile siku mtatoa product mweke kwa soko. Venye mafans wata react ndio mtajua hapa tulipata the right. Unajua. Yes. So yeah man, basically even the music industry yuko na ideology ndio ina matter. Ukitaka kujenga kitu ya kukam na kuishia alafu utoke wase hautaenda far. Ukitaka kujibuild wewe kama mtu na ujenge watu wenye mko around nao, kumaanisha sometimes msanii anaweza kuja kwako haujaanza kumsaidia lakini ashapanga vile atakutoka. Yes, cause naona watu kama hawa ndio wanatakanga kila saa yani wako wafishi vile wao kuwa, yani si mtu wako determined kufanya kitu, anataka tu kuget ile platform mko nayo alafu azidi, una get. But tunaona kuna mtu mwenye hata you don't have to sign any document but anaweza stick na wewe through thick and thin mpaka siku ile mtatoboa, una get. Mnaweza kata na mse 5 years umetoa labda single 2 siku ile the 6th year mnaweza fanya vitu mingi na so watu so both wenye wana sign wasanii na wasanii walan kukuwa na brotherhood, wanafaa kulan kwanza, wanafaa kujiuliza, hata si brotherhood, wanafaa wajiulize what are we doing and why are we doing it. Unajua mkijua hii ni job, hakuna mtu anaweza taka kufanya job yake mchezo afanye one year alafu aishie. Kama ni career unataka kubuild, but kama ni clout ama anaifanya kwa sababu ako idol na anafeel ako na talent, siku ile atapata something better kufanya. Amechoka kukaa kwa estate. Yes, anaona atakuja tu asema nimepata job nyingine, nyinyi kaeni na hizo ufala zenu za YouTube. Una get? Unapata. Edu Fashions. Yes. Image ni kila kitu, especially kwa wasanii, kwa hii showbiz. Image ni muhimu sana. Wewe mtu akitaka kukuja labda umvalishe ama labda mtu anataka kuja kununua, anakupata shop iko wapi, una deliver ama First and foremost tunajua Edu Fashions ni platform. We don't just sell clothes. We are a styling company. We also advise even other street fashion stylists. Kwa sababu tuko na experience pia kwa hii industry. Because we know unaweza anzisha hiyo kama biashara then ukapata challenges because any investment inahitaji pesa. So sisi kama Edu Fashions we also encourage artists. You have image kwa msanii ndio kila kitu. Kwa sababu vile unajipresent pale nje kama uko at least swag yako you have to be swagged up. Ni kweli. So tuna encourage pia wasanii they can reach us kupitia kwa platform yetu. We have all the information there. We have contact numbers. Facebook ni Edu Fashions, Instagram ni Edu Fashions Limited, then account yetu ya Twitter ni @edufashions. So we have our numbers there, although number yetu ni 0714 926 155. Tena 0714 pole pole 926 pole pole 155. Anza tu tena pole pole tu, walikuwa hajachukua haya chukua. Sawa basi unaandika zima gas. Haya chazime gas. Tafuta bairo. Haya basi chukua ta pencil ni sawa. Ndio hiyo. Kama andika kwa simu. Uko sawa? Edu Fashions 0714 926 155.
Very simple. Ukiingia hata Google Just just very type simple juu uko nayo. Hata mimi namba yangu ni simple kwangu. Shop yetu uko pale Rongai opposite Masai Mall kwa highway tu. Ukipita utaona signage yetu pale kubwa. Tuko na billboard yetu pale utaona. So ingia shop, angalia. Unajua sometimes pia tuna encourage watu. Hapo ukiwa hapo kwa shop yenu ukiangalia hivi unaona tuna encourage boma ya mtu anajulikana kama Ricky Beko. Ricky Beko tunamjua. Tumefanya kazi naye sana. He's just our immediate neighbor. Okay. Yes. So you should always encourage one another to grow. Nice. So Ricky Beko tumefanya kazi naye sana. Advice. Anapenda mambo ya fashion sana. Ingawa na jacket nyingine hapo tulimwambia baba hiyo jacket itabidi wewe ni video director. Apitie Edu Fashion. Fanyeni kitu bana kuhusu hiyo jacket. Ana shop kupitia Edu Fashions. Watu wengi. Hiyo jacket yake fanyeni kitu. hata Slava mwenyewe ndivyo. Hiyo jacket yake hata kama ni kuiba ibeni ndio imekuwa gumzo bana. Hii jacket yako, jacket moja bana video director, si unalipwa bana. Itabidi unapeleka wapi pesa bana? So everyone should be actually shopping from Edu Fashions. Yes, tutakutembelea pia sisi kama kwa jikoni. Na kuna mjamaa wetu mmoja hapa pia anafanya ni video director na anapenda sana mambo ya fashion sana. Tafadhali ningependa umadvice. Ana t-shirt moja tu. Anto kuja hapa. Kuja hapa Anto kidogo. Kuja tu hapa kidogo. Fanya kina anaitwaje huyu hot cake kwa muziki wa kinini size anaitwa Samido. Unajua mavazi umefanyia Samido video, umefanyia nani video, unapeleka wapi pesa wewe? Hii t-shirt moja tu. They should come. They should atembelea ofisi. Nikimuuliza ananiambia ni branding, ati ni kama ile dangari yangu ya yellow. Unajua pia mavazi inategemea. Angalia pale watu wa nyumbani bana. Unafanya video kubwa unapeleka wapi pesa? Ongea na kijana bana. Tembea kwa ofisi brother. Unajua pia Edu Fashions tunakustyle na tunakuadvise. Unajua nguo uvai tu nguo. Uvai tu nguo bana, unavaa. Uvai tu nguo, toka hapa bwana. Sasa KRG, patia parting shot yako na of course your social media handles ndio tukufuate pia. Mimi nasema tu big up to my fans na wase wenye wamekuwa kisupport art yangu. From way back 2015 nikianzisha. Yama na expect vitu moto zina come. KRG alikuwa msanii wa dancehall. Hata sasa anapiga. Alisimamisha kidogo akaingia Gengeton. Jua Kali pia ameingia Gengeton kidogo tu. Verse yake ulisikia verse ya Jua Kali vile inaisha. Sasa tunangoja kuona pia mzee mzima Ried sana kiingia Gengeton. Nilisikia unasema Jua Kali itakuwa atjua Kali? Gengeton. Jua Kali pia hapo atjua Kali Gengeton. Red Sun pia ndo tunangojea. Kuna kitu mlifanya na Red Sun. Kitambo. Na wapiga mboko. Tunangoja kwa Red Sun akiingia hapo pia. Labda kama anataka. Red Sun. Labda. Yandus. By then niliona wanafanya project na msanii mwingine wa Gengeton, so labda inakuja. Msanii wa Gengeton mgani? Mwingine sikumbuki. Magic Senga. Magic Senga surely. Magic Senga anaimba Gengeton na Magic Senga anaimba nini? Sijui, siwezi jua, labda yeye anajua genre ile anafanya. Ako kwa Gengeton saa hizi. Lakini anafanya Gengeton. Nimesikia ngoma zake kadhaa ni Gengeton. Unaenda anasema nyongi. Nawapatia nyongi. Nyongi ni Magic Senga, unajua meaning hizo words unaimba ama unaimba tu kwa sababu Gengeton imetokea? Nyongi, sijaisikia word kama hiyo. Wanasema nyongi. Niko na monkey na niko na nyongi, niko na kibenje. Kibenje ni ile wallet ama? Nilifanya research kibenje si wallet. Kibenje ni kitu different sana. Si wallet. Inakaa sitia nasikiza Gengeton sana. Kibenje si ni ile bag watu wanabebanga hapa ama? Kibag, kibenje. Anyway, social media handles zako. Yeah man, so find me at KRG the Don. That is on Instagram, Snapchat. Yes. Facebook, yes. Twitter, and YouTube channel ni KRG the Don TV. Yes. Yeah, man. Kabla turudi kwa Kabagazi na DJ Slava, kumbuka @PPP Kenya on Facebook, @PPP Kenya on Instagram. Unaweza nifuata @alasigenge and of course DJ Chiti _comedian. Yes. Na tunarudi upande ule mwingine. First kabisa tungependa kuwashukuru kwa kuangalia show kila Jumatatu. Ukisikia ni Jumatatu, jua mambo inapikwa kwa jikoni. Na leo tumekuwa na wageni wengi sana na tumekuwa na fashionista hatari sana. Anatokea ni kuna nini title gani sijaweka hapo?
Si nimesema tu nini ni ungependa ni chochaje? Nichoche kama Edu Fashions. Sisi ni brand. Sio kibanda tu. Sisi ni brand, si kibanda tu. Ni lebo kubwa. Na nashangaa kuna watu wanaishi Rongai kina Riki bado wanavaa jacket moja. Shida iko wapi Riki? Sasa ametuambia na pia kwa show tumekuwa na Lobos. Lobos anaimba muziki wa dancehall. Au sio? Sasa unaona utupe kidogo tu alafu ndio turuke huko ama kidogo tu. Dancehall. Your body hot, me need a freezer. Me want fly you out, me get the visa. The way you talk ya, hey, teaser. Me want grab you know, like a pizza. Wajua mademo akikuangalianga, umeitwa KRG ameintroduciwa kwa stage. Show kadhaa. Mademo wana expect akifika hivi ni a test kwanza sauti. Ladies. No. I like you. Lakini sasa kidogo mengine pizza. So watu wako like DJ nini mbaya? Na umefanya fit kusema hivyo tukirudi kwa Kabagazi juu watu walikuwa wamesema leo in the building tuko na black and yellow. Kabagazi. Yeah, show imekuwa amazing sana. Time ndo kama naona haituruhusu sana kuendelea kupiga story. Shukrani sana kwa kuicheki show kwa jikoni. Tulikuwa na wasanii kadhaa, tulikuwa na KRG The Don, Kulmal, Dogo Richi, Dogo Chala, pia na Edu Fashions. Kama ungependa labda kwa msanii ungetaka kuja next time, bonga na sisi 40099. Hiyo ndio short code yetu. Tutumie ujumbe, nitarudia tena 40099. Anyway, Slava kabla tutoke bro, labda yeah. Unajua hizi habari ambazo niko kwa mtandao. Like the whole world. Nilikuwa kimoni. The death of Cobra. Legend. Wake jana. So nafunga show na Wiz Khalifa and then pia kuna celebrity fitness trainer aliaga jana Zablo. So hii nyimbo na dedicate these three people when tumewapoteza jana. Okay. So yeah. But Slava DJ on Instagram, DJ Slava on Facebook. Yeah. Rozao zilale pema peponi, au sio? Tukutane tena Monday. Hiyo Kiswahili ni mbaya bana. Pema peponi bro. Roho zao. Tunafaa tusemeje? Mwili zao. Mioyo yao. Si roho zao, mioyo yao. Unatoka Malindi, unatoka Dagoretti ndugu. Wajua roho na moyo ni vitu viwili tofauti. Roho kwa wingi ni roho tu bado. Ni mioyo. Na moyo yao. Moyo ndio mioyo. Tutauliza director wetu hapo Jilo atakwambia baadaye. Wape mioyo yao ile mali. Anyway, tukutane Monday. Triple P TV 8 PM kwa jikoni. Same place, same time.